Kamale Karamat, Kayam Karim, Raza Baksh, Razik, Rehakun, Rahim, Ama Baksh, Bakshindo Tasbir, Khata Baksh Rozi, Deodil Fazil. Hii ni bismillah kwa namna nyingine tumeweza kuisoma pamoja na walioelewa Parsi. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh ni salamu takatifu ya Kisikh inayobeba falsafa yenye nguvu ya maisha, ikimaanisha kifupi, sisi ni wa Mungu. Inatukumbusha kuishi kwa unyenyekevu na kukumbuka kwamba chochote tunachoongoza, kuisimamia au kufanikisha tumeaminiwa na si mali yetu. Majibu yake Waheguru Ji ki Fateh inasema ushindi ni wa Mungu. Inatufundisha kutoa juhudi zetu zote, lakini kubaki bila kiburi, tukijua kwamba mafanikio hutoa kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Waheshimiwa viongozi walioketi meza kuu, viongozi wa dini mbalimbali, wanazuoni, wageni waalikwa na ndugu zangu wote mliohudhuria, nashukuru sana kwa heshima hii ya kuketi mbele yenu leo katika jukwaa hili la Interfaith kuzungumzia mada inayogusa kiini cha maisha ya mwanadamu, imani kuhusu mkombozi na wajibu pamoja na uwajibikaji wa binadamu kama inavyoishi na kufundishwa katika dini yetu ya Sikhism. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu, yule moja wa milele ambaye nuru yake haikai tu katika nyumba za ibada, bali huangaza ndani ya kila moyo ya mwanadamu. Na leo kukaa pamoja katika mkusanyiko huu wa watu wa dini tofauti ni baraka kubwa, kwa sababu ukweli huo unaonekana zaidi pale tunapokutana kwa unyenyekevu na kwa nia ya kutafuta mema. Kuketi pamoja ili kuondoa mashaka, kutafuta mambo mema kwa ajili ya ustawi wa binadamu, kuinua hali yetu ya kiroho na kutafuta njia ya kukutana na Mungu ni jambo la bahati. Mtume wetu Guru Granth Sahib anatufundisha kuwa kupata fursa ya kujiunga na ushirika huu mtakatifu ni jambo la maajaliwa. Bila bahati mtu hapati ushirika wa watakatifu. Bila ushirika huo nafsi hubaki imejaa uchafu. Katika Sikhism kuna maneno mawili muhimu sana: Sangat na Satsang. Satsang ni maana yake ni kuketi pamoja ili kujua ukweli, na anayeketi katika satsang hiyo anaitwa satsangi, yani mtafutaji wa ukweli. Hiyo leo kwa namna fulani sisi sote hapa ni satsangi, tunatafuta ukweli, tunasikiliza na tunajifunza, na
tunakumbushwa na Mtume, tunapokaa pamoja kwa nia safi, tunapunguza mashaka, tunapata utulivu na tunakaribia nuru. Nikumbusho kwamba hata kama njia zetu za ibada zinaweza kuwa tofauti, moyo ya mwanadamu unatafuta kitu kimoja, ambaye ni ukweli, amani na Mungu. Ni hisia yangu binafsi kwamba inawezekana kwa baadhi yenu hii ndio mara ya kwanza kukutana na Sikh. Kwa hiyo muda yangu ya kuongea kidogo imepunguzwa, kwa hiyo nitapunguza na mimi kujieleza historia zaidi na kuingia kwenye mada. Lakini kwa sababu wengi wenu au wengi wetu tunaamini kwamba Sikh bado ni mila na desturi, kitu ambacho naomba tulijue kwamba Sikh sasa hivi ni dini ya 8 kote duniani, katika dini zilizokuja huku upande wa Asia baada ya Jain au Sanatan au Buddha. Sasa hivi hii dini inaitwa Gurmat, yani ni dini ya Sikhism. Na katika Sikhism ukombozi sio jambo la kusubiri baada ya maisha haya, yani ni si swala la baada ya kifo tu, ila ni kuwa huru kiroho wakati bado tunaishi. Mkombozi sio wazo la mtu mmoja anayekuja kuchukua jukumu letu, bali ni neema ya Mungu na mwanga wa Mtume sisi tunaita huru, unaotuongoza ili sisi wenyewe tuishi kwa ukweli na tuokoke na tuwe huru tukiwa hai. Ni hali ya kufika uhuru wa ndani na kuishi katika Mungu huku bado tunaishi, tunafanya kazi, tunalea familia, tunakutana na watu, tunakula, tunavaa. Hili ndio jambo kuu sana ninalotaka ujumbe wake usikike leo. Ukombozi unawezekana hata katikati ya maisha ya mwanadamu, na hapo mbeleni nitajaribu kuwasilisha maarifa tuliyopewa na mtume wetu katika dini yetu ya Sikh. Tufikirie hilo kwa sekunde moja. Unaishi, una majukumu, lakini ndani mwako uko huru. Huo ndio mwaliko wa Sikhism. Huenda pia mkatambua Sikh kwa kilemba, ishara ya heshima, usawa na uwajibikaji kwa binadamu wote. Kwa nini mwanadamu yupo duniani? Kama tulivyokuja hapa leo, kuna sababu. Ndio kuzaliwa kwa mwanadamu pia kuna sababu. Katika mtazamo wa Sikhism, roho ni cheche ya Mungu, sehemu ya nuru ya Muumba, na lengo la maisha kama dini nyingi zinavyotufundisha kwa namna tofauti ni kumjua Mungu na kuishi kwa namna inavyotuunganisha naye. Sikhism inasisitiza ili kumfikia Mungu ni lazima kwanza tumjue Mungu ni nani. Huwezi kumpenda usiyemjua. Huwezi kuunganika na usiyemfahamu. Ndio maana watume wetu walianza kwa kutupa ufanuzi wa Mungu kupitia maneno yanavyoitwa Mool Mantra. Tafsiri yake, Mungu ni moja, jina lake ni la milele, yeye habadiliki, yeye ni muumba na si muumba wa mbali, yumo ndani ya uumbaji wake, hana hofu, amejaa haki na rehema, yuko nje ya mipaka ya wakati na si wa
kuzeeka wala kuangamizwa. Hayuko kwenye mzunguko wa kuzaliwa na kufa. Yeye ni wa asili yake, hakuna aliyemuumba. Kumfikia kunahitaji neema yake na mwongozo wa mtume, mwanga wa elimu ya kiroho. Kwa hiyo ukombozi katika Sikhism si tu wazo la kuokolewa, bali ni mchakato wa kuangaziwa na mwanga wa Mungu, na mwongozo wa mtume unafungua macho ya ndani, na hapo ndio ukombozi huanza. Dini ni nini? Kanuni, usawa na nidhamu. Katika hali ya kawaida ya kila siku, tunaposema dini, mara nyingi tunamaanisha ibada au utambulisho. Lakini kwa wazo la Sikhism, dini pia ni kanuni, usawa na nidhamu, yaani maisha yaliyo sawa, yenye mipaka, yenye uwajibikaji. Angalieni uumbaji. Jua, mwezi, nyota, sayari zote zinaendeshwa kwa kanuni. Guru Granth Sahib, mtume wetu, hutumia neno likimaanisha kwamba uumbaji unaishi katika utaratibu na udhibiti wa Mungu aliyekuwa muumba. Mungu amezishikilia katika kanuni, ndio maana zinaweza kusafiri mamilioni ya maili na kubaki thabiti. Na sisi tunajua hata barabarani, kama kanuni hazifuatwi, ajali hutokea. Hivyo Sikhism inasema ukitaka kuungana na Mungu aliyeweka kanuni, basi na wewe lazima uishi katika kanuni. Na hapo ndio wajibu wa wanadamu unaanza, kuishi maisha ya nidhamu na usawa, si kwa sababu tu ya jamii, bali kwa sababu hii ndio lugha ya Mungu. Mungu ni amani, ni usawa, ni utulivu. Ukianza kuishi katika hiyo hali, unaanza kusogea karibu na yeye. Ukombozi ni kuungana na Mungu hapa na sasa. Sikhism inaeleza ukombozi kwa mifano rahisi. Ningeweza kutoa mfano kidogo ya kirefu, lakini kwa ufupi nitasema, ukitaka uhusiano na mtu anayekimbia, ni lazima ukimbie naye bega kwa bega. Huwezi kuwa na uhusiano na mtu anayekimbia na wewe ukawa umeketi. Dini inamaanisha kanuni, usawa au balance. Mtu anayeitwa wa kidini, maana yake ni kwamba mtu huyu yuko katika kanuni, katika usawa na katika balance. Huyu ndio mtu wa kidini. Sikhism au Sikh inamaanisha kujifunza kuishi katika kanuni na kuendelea kujifunza maisha yetu yote, kujifunza na kujifunza zaidi, kwa sababu ni kupitia kujifunza na kujifunza ndio mtu anaweza kumfikia Mungu. Kumfikia Mungu ndio lengo kuu ambalo katika dini yetu linaitwa ukombozi. Huu ndio ukombozi. Mwale wa jua unapoungana na jua unakuwa sehemu ya jua. Tone la maji linapoingia baharini linakuwa bahari. Chembe ya udongo ikijiunga na mlima huwa sehemu ya mlima. Vivyo hivyo, roho inapoungana na Mungu kupitia maisha ya ukweli na nidhamu, hili ndilo ukombozi, na kwa Kihindi wanaita mukti, labda kwa Kiingereza wanaita liberation. Na hapa ni muhimu, hii si safari ya kukimbia dunia. Huu ni ushindi wa ndani, kuishi duniani bila kufungwa na tamaa,
chuki, kiburi na woga. Msingi mitatu ya maisha ya Sikh tuliopewa na mtume wetu wa kwanza Guru Nanak Dev, mwanzilishi wa Sikhism: fanya kazi kwa uaminifu, jitafutie riziki kwa jasho, kwa uadilifu, kwa uaminifu. Kubwa kabisa, kazi si laana, kazi ni ibada kama ina uaminifu. Mkumbuke Mungu, Kiingereza meditation, Waislamu wanasema dhikr. Hii ni tafakari, sala na kuishi katika kumbukumbu ya Mungu. Inasafisha akili na kuleta utulivu. Shirikiana na wengine, gawa kile ulicho nacho. Sikhism pia ina msisitizo ya Daswant kutoa sehemu ya 10 kusaidia wahitaji na kazi za kheri. Kwa hiyo tunapata uwajibikaji wa binadamu kwa lugha iliyo wazi, uwajibikaji kwa maisha, kufanya kazi kwa uadilifu, kusafisha moyo, kushiriki na kuhudumia. Kwa hiyo mwanadamu anapogundua mimi si mwili tu, mimi ni roho inayotafuta ukweli, safari ya Mungu inaanza kuwa halisi. Mfano mzuri ni ua la lotus, linaishi majini yenye udongo lakini haliloi. Hivyo hivyo mwanadamu anaishi duniani lakini ndani abaki safi. Njia kubwa, adui mkubwa ni kiburi, na dawa yake ni unyenyekevu. Ndipo tunaelewa kwamba namna ya kupata haya maadili. Neno la Mungu hutukumbusha hata kama miezi 100 ingeangaza na jua 1000 lingeinuka, bado bila mtume kungebaki giza. Maana yake mwanga wa dunia huwezi kuangaza akili. Ili moyo upate mwanga, tunahitaji hekima, elimu ya kiroho inayotuelekeza kwenye ukweli. Hizi Sikhism, hisia hizi zipo za pia ni namna ya kuziweka. Ni kwamba mtu anapobaki kwenye maadili au kwenye kanuni, huwa kugeuza hisia hizi kwa ziwe mwongozo. Hisia ya tamaa kuwa maisha ya heshima na familia yenye maadili. Hasira kuwa ujasiri wa kusimama dhidi ya dhulma. Tamaa ya mali kuwa bidii ya halali na ukarimu. Upendo ya kikundi au familia yako pekee kuwa pana kwa wanadamu wote. Na kiburi kugeuka kuwa shukrani kwa kusema kwamba nimefanikiwa kwa neema ya Mungu. Wajibu wa binadamu: ukweli, kutosheka na tafakari. Ukweli, kuishi kwa uaminifu ndani na nje, kutosheka na kutafakari. Na hii inatupeleka kwenye sala ya Sikhism ambaye ni ya kipekee sana. Tunasema Sarbat da Bhala, ustawi wa wote. Sisi hatuombi kwa ajili yetu, tunaombea ubinadamu wote na viumbe vyote. Huu ni wajibu wa kiroho unaogeuka kuwa wajibu wa kimaisha: kupenda, kusaidia na kujenga. Hitimisho:
ukombozi ni kuishi kama binadamu mema. Mheshimiwa, nikimaliza, katika kuamini mkombozi, maana yake ni kuamini kwamba Mungu ni moja, ni wa haki, ni mwenye rehema, na kwa neema wa mtume mwanadamu anaweza kuamka kiroho, na uwajibikaji wa binadamu ni kuishi katika kazi ya uaminifu, kukumbuka Mungu, kushiriki na kusaidia huduma, kutafakari haki, usawa na huruma. Ombi langu la mwisho ni hii: Mungu atupe neema tuwe watu wa amani, watu wa upendo, watu wa haki, na tufanye kazi kwa ajili ya ustawi wa wote. Wanadamu wote watambuliwe kuwa ni wa jamii moja. Maana yake ni kwamba dini kubwa duniani ni ubinadamu, na wanadamu wote ni kitu kimoja. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu iwepo ustawi wa wote. Mwisho, ningependa kusema kwamba mali zote za dunia hupungua na hata kuisha tunapozigawa, lakini hazina ya wema na maadili mema huongezeka kadri tunavyozidi kuigawa. Nyinyi nyote mmeleta wema mwingi ili kushiriki na sisi, si tumaini tu, bila nina imani kwamba wema huo utaongezeka zaidi. Ninaomba mbele za Mungu kwamba kama vile maji ya bwawa, mto na mvua hatimaye huingia baharini na kuwa kitu kimoja nayo, vivyo hivyo wanadamu kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakutane na waungane na Mungu, roho hizi ziungane na Muumba na zipate ukombozi, na kila moja apate safari ya kiroho. Hili ndio dua langu, sala langu na ombi langu. Na washukuru nyote, na zaidi namshukuru Mungu kwa kutujalia nafasi ya kukutana pamoja. Asanteni sana. Asante sana. Nafikiri tumekusikiliza sana ndugu yetu Bwana Birthpal Singh, katibu wa Jumuiya ya Sikh Tanzania. Kwa kweli tumekufanyia hiana. Muda tuliokupa huwa dakika 20 ni mdogo sana. Umetuweka hapa sote tumekaa kusikiliza, ni kama vile kwa Kiswahili chako umetuteka. Yaani maneno mazuri yamepangika vizuri sana, na kwa kweli unahitaji upewe masaa ili utupe darasa. Ni madarasa makubwa, unazungumzia falsafa, unazungumzia masala ya itikadi, unazungumzia masala ya kiakhlaki, ya kitabia, maneno mazito makubwa, na umetuacha kwa kweli hoi. Mimi sina njia isipokuwa ni nukuu baadhi ya maneno, kama vile unavyotuambia sisi tunaombea binadamu wote, hatujiombei kama sisi peke yetu. Maneno mazito sana haya. Unazungumza kwamba kazi ni ibada ikiwa na uaminifu. Allahu Akbar. Anasema ukombozi ni kuungana na Mwenyezi Mungu Subhanallah. Maneno mazito. Anyway, manake hapo mengi sasa nitakuwa nimechukua muda, nitaanza hotuba nyingine hapa. Lakini just kwa kurudi kwa His Excellency kwamba anasema inawezekana wewe zabibu waziita hivi, yule aziita vile, yule aziita vile, lakini maneno yake yamekamilika hapa kwamba sote tunazungumza lugha moja, lakini twajivuruga kwenye maneno. Mimi ni Sikh, mimi ni Mkristo, mimi ni Muislamu, mimi ni hivi. Kumbe ukiangalia ujumbe ni ule ule. Tunahitaji turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Asante sana mzee. Sasa kuna clip nyingine iko hapa kidogo ikuburudisha, alafu tuendelee na ratiba. Karibu. The Harmandir Sahib, or the Golden Temple, is the chief house of worship for the Sikh religion. The name literally translates to House of God, and millions of Sikhs travel to the temple every month on pilgrimage. Surrounded by a pool of holy water, the temple was founded in 1574 to be a place of worship for men and women of all walks of life to worship equally. The temple was constructed out of marble and copper and is covered with a layer of gold foil, giving the temple its signature shine.
perhaps the most impressive part of the temple is the Langar, the Sikh community kitchen. Every day they provide more than 100,000 free meals in one of the largest kitchens in the world. No matter a visitor's reason for going to the Golden Temple, they will surely be impressed by the architecture, history, and community.